Hiyo lori ilivyokuwa inapandisha kwenye mlima, mbele kulikuwepo kuna toyo imebeba nyanya. Sasa toyo kwenye mlima yakawa imepunguza mwendo. Kwa naye alivyokuwa ametoka kasi anavyopandisha ikabidi sasa atake kuiovertake. Sasa kumbe mbele nako ndo kuna basi natoka Ifakara ZDL hiyo Tata hiyo. Kwa hiyo ikabidi sasa dereva wa Tata alivyojitahidi kubana breki kasi sijui imekataa, ndio tukasikia mlio mkubwa. Unaona? Basi kakimbilia pale, kufika pale tukakuta tayari kwenye basi kuna watu kama wawili wamefariki pale pale. Kwa hiyo ikabidi tukijaribu kufungua mlango tumeshindwa, ikabidi tuvunje kioo. Ila yani nilikuwa tu tupo kwenye stori na abiria mwenzangu, ghafla tu tukasikia kishindo, basi tukaanza kuruka baada ya gari kusimama. Watu wengi wameumia, wengine wamefariki, wengine tukaruka, wengine wakashindwa kutoka, kuna watu wakakimbilia hapa kuja kuwatoa. Hivyo wengine mpaka sasa wako hospitali. Ajali wakati inatokea, mimi nilikuwa ni shuhuda. Kama tuseme kama urefu wa eka moja kurudi nyuma kwenye gari ambayo pata ajali, ndio nilianza kuonana na gari ambayo imekatiza hii barabara, hasa imejaa upande wetu. Kwa hiyo tulipokuwa tunakaribia wote ambao tuliona kabisa kwamba hii lazima tutakuwa tumeivaa uso kwa uso. Yaani kama mita 5 driver tunaona kabisa anatoka mbele anaacha gari na anakuja kwetu. Kwa kati ya abiria na driver tulikuwa tunagongana uso kwa uso, lakini driver alibatika kuchomoka kwenye gari na kutoka nje kukimbia. Ila gari mpaka hivi sasa tulikuwa tumeona mle ndani maiti 2 na wengine wengi ambao wamevunjika miguu, mikono, na baadhi yao wengine mimi mwenyewe ndio shuhuda ambaye nilikuwa nawasaidia kwa kupokea watoto wao na kuwakamata mikono wengine kutoka nje. Kwa limetokea hapo Ruaha, nilikuwa naelekea Dodoma. Kwa hiyo imetokea ajali hapa, kuna lori moja la mchanga lilikuwa linatoka huko limbeba makokoto. Kwa hiyo lenyewe lilikuwa limeovertake toyo imbeba nyanya. Kwa hiyo dereva wetu sisi alijitahidi sana kutaka kutunusuru, akawa anaogopa labda ataingiza gari kwenye mtalo, lakini hata hivyo ikashindikana. Kwa kama hivyo mlivyoona imetokea ajali, ila wengi wamepata ajali, wamevunjika, majeruhi na maiti. Imesaidia sana kuchomoa watoto, kuwaokoa na kuwatupa madirishani na kusaidia baadhi ya watu ambao nilikuwa naweza kuwasaidia. Mungu alinipa tu ujasiri.